Njombe Southern Highlands Development Association NISHIDA ni asasi ya wakulima wa parachichi Njombe. Tunalima na kuuzia makampuni yanayo export maparachichi nje ya nchi pamoja na mikoa ya hapa nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata, piga simu namba 0746997611. Nyote mnakaribishwa. Njombe Southern Highlands Development Association NISHIDA. Mtazamaji wa J Media, karibu katika makala hii inayoelezea kilimo cha parachichi mkoani Njombe na namna ambavyo serikali imekuwa ikiongeza nguvu katika zao hili ambalo limechukulia umaarufu mkubwa hapa mkoani Njombe hivi sasa. Mashirika mbalimbali, wageni mbalimbali wamefika mkoani Njombe kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa zao hili la parachichi. Miaka mingi sasa imeshasogea tangu zao hili limeanza kujichukulia umaarufu mkoani Njombe, ambapo imeshuhudiwa wakazi wa mkoani Njombe wakiongeza kasi kubwa ya uwekezaji wa zao hili huko mashambani. Serikali nayo haipo nyuma katika kupigia chapuo zao hili. Hamasa mbalimbali kupitia viongozi wa serikali imekuwa ikiwafikia wananchi. Tumeshuhudia mabalozi mbalimbali wanaowakilisha nchi zao hapa nchini wakifika mkoani Njombe kujionea namna ambavyo zao hili linavyozidi kufana. Uwekezaji katika viwanda zaidi ndio unaotajwa mkoani Njombe hivi sasa juu ya zao hili la parachichi, ili kuhakikishia wakulima wanapata soko na si kutegemea soko la nje pekee. Serikali ya awamu ya 5 imeendelea kuhakikishia wananchi kuwa moja ya mipango yake ni kuhakikisha viwanda vinaongezeka kwa ajili ya uwekezaji huu wa zao la parachichi. Serikali ya Tanzania kupitia waziri wake mkuu Kassim Majaliwa imeendelea kutoa hamasa kwa wananchi mkoani Njombe juu ya kuwekeza katika zao hili la parachichi. Hii leo waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amefika mkoani Njombe na kutembelea baadhi ya mashamba ya wakulima wa parachichi ili kujionea namna ambavyo zao hilo limeendelea kuchukua umaarufu. Waziri mkuu Kassim Majaliwa amefika kwa mmoja ya mkulima ambaye ni mkulima kinara katika zao hili la parachichi, na huyu si mwingine ni Steven Mlimbila alimaarufu kama Nemes Green Garden. Nemes Green Garden amechukulia umaarufu mkubwa kote nchini kwa ajili ya uzalishaji mkubwa aliofanya katika zao hili la parachichi. Kupitia ujio wa waziri mkuu umemhakikishia Nemes pamoja na wanakikundi wenzie kuwa serikali itaendelea kuunga mkono katika juhudi hizo za uwekezaji mashambani. Hii leo J Media tumefika hapa na kushuhudia viongozi mbalimbali wa serikali wakizungumza namna ambavyo zao hili limeweza kuwa mkombozi kwa wakulima hapa mkoani Njombe. Tutamsikia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, mbunge wa jimbo la Njombe mjini pamoja na viongozi wengine. Karibu kwa ajili ya kufuatilia siku hii muhimu kwa mkulima huyu Steven Mlimbila. Mkulima wa parachichi cha Tuondoke Business Group Maheve tarehe 12 mwezi wa 3 2021. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo heshima kuwasilisha taarifa fupi ya kikundi chetu. Kikundi cha wakulima wa parachichi cha Tuondoke Business Group Maheve kilianzishwa mwaka 2008 kikiwa na wanachama 26 wanaojumuisha wanaume 12 na wanawake 14. Hadi sasa kikundi kina jumla ya wanachama 76 ambapo kati yao wanaume ni 47 na wanawake ni 26, na taasisi 3: shule ya msingi Maheve, kanisa Katoliki Kigango cha Mbumbwe na kanisa la Kilutheri mtaa wa Ijunilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikundi kina uongozi kama ifuatavyo. Tunaye Bwana Steven Mlimbila, ndiye mwenyekiti wa kikundi. Bwana Innocent Ngole, makamu mwenyekiti wa kikundi. Christopher Mligo, katibu wa kikundi. Leuben Mangula, katibu msaidizi wa kikundi. Rebeka Mgeni, mtunza hazina. Bwana Chesko Mwogofi, mkulima kiongozi. Bwana Obedi Sima, mtunza nidhamu na kamati ya ushauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikundi hiki kina mashamba yenye ukubwa wa ekari 305 zenye jumla ya miti ya parachichi 24,705 kwa wastani wa miche 81 kwa ekari moja. Tunapata elimu na ushauri kutoka
kwa wataalamu wa kilimo na kubadilishana uzoefu kati yetu wakati wa kikao cha kila mwezi ambacho hufanyika tarehe 8 ya kila mwezi shambani au kwenye ofisi za serikali ya mtaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikundi chetu hakina mashamba ya pamoja, bali kila mwanakikundi analima shamba lake binafsi, lakini tunapanga mipango yetu pamoja. Kikundi kina ari ya pamoja ya kujengeana uzoefu, ujuzi na kuhamasishana kwa kufika shambani kwa kila mwanakikundi ili kujifunza kwa pamoja namna ya kufikia malengo na manufaa ya kilimo cha parachichi. Kikundi kinajishughulisha zaidi na kilimo hai cha parachichi aina ya hasi na aina nyingine kwa kiasi kidogo ili kukidhi mahitaji ya familia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, soko la mazao yetu ni makampuni ambayo huja kununua zao hili hapa mtaani kwetu. Kikundi hiki hadi sasa kimefikia uzalishaji wa wastani wa tani 200 kwa mwaka ambazo huuzwa kwa wastani wa bei ya shilingi 1500 kwa kilo moja. Uzalishaji unaendelea kuongezeka kwa kasi mwaka hadi mwaka. Makampuni yanayonunua parachichi zetu ni Tanzanite, Kuza, Organic, Lima Kwanza Tanzania, Season Orchard na Olivado Tanzania. Kutokana na uzalishaji huo, tunajipatia mapato ya takriban shilingi milioni 300 kwa mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikundi chetu kinashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha zao la parachichi linakidhi viwango vya masoko ya ndani na nje ya nchi. Kupitia ushirikiano huo, kituo cha kibiashara cha kimataifa cha uhifadhi wa mradi wa MACAP kiliendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kulima wa zao la parachichi kupitia vikundi 8 vilivyopo mkoani Njombe, kikiwepo kikundi chetu cha Tuondoke Business Group Mahebe. Mafunzo hayo yalifanyika kuanzia mwezi Oktoba 2019 hadi Agosti 2020, yaliyotuwezesha kupata cheti cha ubora wa kimataifa cha GlobalGap ambacho kitatoa fursa kwa zao la parachichi tunalozalisha kukubalika katika soko la Ulaya na nchi nyingine zilizoendelea. Katika hafla hii ya kukabidhi vyeti vya kuhitimu mafunzo hayo, ambapo mkuu wa mkoa alikuwa mgeni rasmi, sisi wakulima tuliishukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na ushirikiano wa wadau kuendeleza zao la parachichi mkoani Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, gharama ya uzalishaji kwa ekari moja ya zao la parachichi ni wastani wa shilingi milioni 2,170,000. Mchanganuo wa gharama umeonyeshwa kwenye kiambatisho. Parachichi kwa ekari moja. Ekari moja ina uwezo wa kuchukua miti 64 kwa nafasi ya mita 8 kwa mita 8 ya parachichi, na kwa nafasi ya mita 7 kwa mita 7 miti 81 kwa ekari. Mti mmoja wa parachichi kwa sasa unatoa kiasi cha wastani wa kilo 120 hadi kilo 500, ambapo inakadiriwa kutoa kati ya shilingi 180,000 hadi 750,000 kwa mti wenye umri wa miaka 5 hadi miaka 10 kutokea kupandwa kwake. Aidha, mti wa parachichi huanza kutoa matunda baada ya miaka 3 tangu kupandwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mafanikio hayo, kikundi kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa miundombinu madhubuti ya kufikisha maji mashambani na bei kubwa ya pembejeo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tulipo ni shambani kwa mkulima mwenzetu anayeitwa Steven Mlimbila ambaye ni mwenyekiti wa kikundi chetu, mwenye umri wa miaka 38,
mke mmoja na watoto 3 na elimu ya darasa la 7. Shughuli anazofanya kwa sasa ni kilimo cha parachichi na miti ya mbao. Kabla hajaingia katika kilimo cha parachichi, alikuwa anafanya shughuli za kilimo cha mahindi, kabichi na viazi mviringo zilizokuwa zinampatia mapato kwa wastani wa shilingi 737,000 kwa mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Bwana Steven Mulimbila alianza kilimo cha parachichi mwaka 2010 kwa kupanda miche michache kila mwaka. Kwa mfano, mwaka 2010 alianza kwa kupanda miche 12, mwaka 2011 alipanda miche 59, mwaka 2012 alipanda miche 70. Bwana Steven Mulimbila aliendelea kupanua shamba hadi kufikisha ekari 7 za parachichi. Mwaka 2013 alianzisha bustani ya kuzalisha miche. Shamba hilo la ekari 7 na bustani ya miche ya parachichi zilimpatia fedha zilizokidhi mahitaji ya familia yake, kujenga nyumba bora na kununua magari ambayo yamerahisisha utoaji wa huduma shambani. Hadi kufikia msimu wa kilimo 2020-2021, Bwana Steven Mulimbila ana ekari 90 zenye miti na miche ya parachichi 5,200 na bustani ya miche ya parachichi yenye miche 60,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wanakikundi cha Tuondoke Business Group Maheve, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa kutenga muda wako kututembelea na kujionea tunavyojishughulisha na kilimo cha parachichi. Bwana Steven Mulimbila ambaye ni mwanakikundi mwenzetu hapa mtaani amekuwa ni mfano wa kuigwa. Jitihada zake za kuchangia uchumi wa taifa kupitia sekta ya kilimo zimetuhamasisha wanakikundi wenzake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Kikundi chetu safi. Dr. John Pombe Magufuli oye! Bunge wetu safi. Wako wengi wabunge wetu safi. Vizuri sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, Mheshimiwa naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI ambaye ni mbunge wa Ng'ombe, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako yote ya wilayani hapa Njombe, viongozi wa dini, tuna shehe wa mkoa hapa, lakini pia baba askofu, nilikukosa juzi kwenye chai, leo nimekupata kwenye parachichi. Baba askofu kwa kilimo excellent, msimamizi mzuri sana wa mazao haya kilimo, lakini mkereketo wa ushirika. Baba askofu, tunatambua sana mchango wako kwenye leo hili. Lakini pia tunao viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya. Tuna mwenyekiti wetu aliyetuleta hapa Bwana Mlimbila. Bwana Mlimbila jana tulipata heshima kwa mwenyekiti, kwa lazima tukutamke Mheshimiwa mwenyekiti. Na wana kikundi pamoja na wananchi ambao mmekuja hapa, nimefurahi kuja kwenu. Mimi nina salamu zenu kutoka kwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, amenituma kuleta salamu. Pokeeni salamu zenu. Lakini pia mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, naye jana juzi nilikuwa kwenye chai, akaniambia kila ukikuta wana Njombe wasalimie. Pokeeni salamu zenu. Lakini makamu alifanya kwa upendeleo, akasema ukikuta kundi, ukiona wakina mama wape salamu maalum. Wakina mama oye! Wakina mama mnaweza. Hayo ndio maneno. Hayo ndio maneno. Na mbunge anasema bila kuwezeshwa. Mimi niko ziara mkoani Njombe.
na ziara yangu inagusa sana eneo la mazao ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu kilimo kinagusa zaidi ya 90% ya Watanzania. Hata hapa Njombe zaidi ya 90% na hiyo na kwenda mpaka 95 tuliopo Njombe ni wakulima. Serikali imeliona hili na tulianza kusimamia toka serikali hii ya awamu ya 5 ilipoingia madarakani. Tulianza na mazao kadhaa kuyasimamia kwa ukaribu, hasa yale ambayo yanaingiza fedha nyingi kwenye serikali yetu, na mazao hayo ni yale yanayolimwa na watu wengi kwenye maeneo yetu. Tukayatamka kuwa ni mazao ya kimkakati, nayo ni zao lenu la chai, zao la kahawa, korosho, pamba pamoja na tumbako. Lakini baadaye tukagundua kwamba mazao ni mengi na yanalimwa sana, tukaongeza chikichi kule Kigoma na mikoa yote ya Pwani. Na miezi 3-4 iliyopita tukaongeza zao la mkonge ambalo leo linaleta fedha nyingi sana hata kwa mkulima. Zamani walikuwa wanaibiwa tu, wanapata kilo 200, kumbe kilo tani moja ilikuwa tani ndio wanapata shilingi 200, 300, kumbe tani moja na shilingi milioni 3 na laki 6. Tumegundua masoko. Sasa juzi nilipokuja hapa kuzungumza na wadau wa chai ambao ndio nyie na kuhamasisha chai ilimwe, lakini Njombe tuna fursa ya kuwa na mazao mengi ya kibiashara, mengi tu, na zao ambalo linachomoka sasa linakuja kwa kasi, si Njombe tu, Tanzania, ni parachichi. Parachichi linalimwa kwenye mikoa 10. Manyara wanalima, Arusha wanalima, Kilimanjaro wanalima, Tanga nao wanalima, Morogoro wanalima, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Kigoma. Mikoa hii inalima zao hili la parachichi. Kwa hata ombi la Mheshimiwa Mgaya la kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu fikiria ndani ya serikali parachichi liingie kwenye mazao ya kimkakati, naanza kuona kama inakuja. Sababu yale mazao mengine yanalimwa na mikoa zaidi ya 10, parachichi mikoa 10. Sasa kwa nini tunaiacha? Ndio kwa sababu leo niko hapa Mahembe hivyo Mahembe. Na mimi nimefarijika sana leo kuona kwamba mwanzilishi wa eneo hili la Njombe ni Mheshimiwa mwenyekiti hapa. Alianza na miche 7, kaenda mpaka 11, ameenda hivyo ekari. Leo hii unazungumzia ekari zisizopungua 90 zinamilikiwa na yeye. Lakini alipokuwa anakuwa na kukua, anapata faida, akaanza kuwashirikisha wenzake. Nilikuwa napata habari zako kwenye mtandao. Mheshimiwa mwenyekiti tayari huko kwenye mtandao. Mimi nimekuona kwenye mtandao. Nilipokuja hapa nikawa napiga macho, nikamfananisha na afisa wetu yule mjonjo. Au yule mwenye t-shirt nyeupe. Nilipokuja hapa nilipomwona kwenye mtandao nikadhani huyu. Samahani. Basi kana pita nikajua huyu. Sasa nilipopata maelezo nasema nitieni mwenye shamba, anasema mimi ni sasa. Kumbe ni wewe. Bwana njoo simame hapa bwana, kwa heshima njoo hapa. Huyu anapaswa kuingia kwenye vitabu vya kumbukumbu. Mazao yetu mengi yanalimwa na watu kutoka nje, tunawaita wawekezaji. Kumbe wawekezaji tunao Tanzania humu. Na kwenye parachichi uwekezaji anatoka Mahembe. Pigieni makofi mengi jamani.
Hongera sana, hongera sana, hongera sana. Rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli anaposema Watanzania tunaweza, watu wengine hawaelewi. Wengine hawaelewi. Wadhani kuweza ni nini? Kuliendesha ile kiwanda kikubwa lenye urefu mpaka juu huko limekaa kwenye godown kubwa? Hapana. Leo parachichi mkoa wa Njombe utaringa kwa sababu na mkulima wa kwanza mkubwa ambaye ni mwenyeji, na ukitafuta wenyeji huwezi kumwacha Mlimbila. Pigia makofi Mlimbila. Huwezi kumwacha. Mimi nimeona kwenye mtandao amevaa pensi na t-shirt amesimama amewiva. Hongera sana. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Hata nilipokuwa nakuja hapa nimeanza kuona mashamba kule, nikaingia kwenye eneo la fence. Nikawa nasema hii kilimo kikubwa, nakuja hapa nikabuta baba askofu, nikajua hili shamba itakuwa la kanisa hili. Kumbe la Mlimbila. Jamani, pigiwe makofi tena. Mimi nizoea kuona mashamba yao kwenye fence ni ya makanisa, kwa sababu kuzuia wale wanaokuja kuchuma mali za kanisa. Sasa kumbe fence sasa inajengwa hata na sisi. Bwana, hata mimi sasa nitakuja nikajenge fence kwenye mikorosho yangu. Jambo zuri sana. Nataka niwaambie kitu kimoja. Serikali toka imeingia madarakani ya awamu ya 5 imefanya jitihada za kukuza uchumi wetu wa nchi. Na tulipokuwa tunazungumza lugha hii wengine hawakuelewa. Lakini uwezo kukuza uchumi bila kujenga miundombinu inayowezesha upatikanaji wa fedha na uchumi ukakua. Tukaanza kujenga barabara, jenga meli, maflyover, tunanunua ndege. Watu wengine wakasema serikali maendeleo ni ya vitu tu, sio ya watu. Hawakujua. Tukawaambia huwezi kuwa na maendeleo ya watu bila kujenga vitu. Unajenga barabara, leo unatoka Songea kuja hapa Njombe, unafika mapema. Niwaambie kitu. Ndio. Nilipokuwa nataka kuja Njombe, ziara yangu ikakatizwa kwa sababu ya majukumu. Tarehe 9 lazima niwe Dar es Salaam mpaka saa 12 jioni. Lakini tarehe 10 saa 3 lazima niwe Njombe. Nafikaje saa 3 asubuhi? Nikagundua kumbe tumenunua ndege. Na ndege zinatua Songea au Mbeya. Sasa unachagua pa kutua. Haya, nichagulie wewe pazuri wapi? Wapi pa karibu kutua? Kwa sasa nimeenda kutua Songea, ndio nikawahi kikao cha juzi. Lakini ningeweza kutua pia hata Mbeya, nikawahi kikao cha asubuhi hapa. Maendeleo ya watu yanaletwa na vitu. Wale walikuwa wanasema wanajenga barabara tu, wanajenga mindege, tena wakawa wanauliza maswali ya watoto wadogo. Wewe unakula ndege? Kwa ndege inaliwa? Sasa maswali ya watoto wadogo. Aseme tu hapana. Halafu unamsherehesha. Wewe unakula flyover? Hapana. Sasa mbona unataka flyover? Hajui. Huwezi kupata urahisi wa kusafiri kutoka hapa mpaka hapa bila ya hiyo. Kwa hiyo wana Njombe, parachichi inalimwa Njombe, na tunaweza wana Njombe wote tukawa tunalima shamba la chai, pia ukawa na shamba la parachichi na ukamudu kuyasimamia. Parachichi ni pesa tu. Yaani parachichi ni pesa. Wewe amua leo. Zamani parachichi ilikuwa ni miaka 6-7. Watu tukaacha, tulikuwa na miaka mingi. Ikapungua mpaka miaka 3. Sasa miaka 3. Nahangaika tu. Sasa imepungua iko mwaka na nusu. Na utaalamu unakuja utakuwa miezi 3. Amua kulima.
kama unataka pesa ya uhakika ya karibu, lima parachichi. Hebu tuanze zile hesabu zetu. Mpe kisemeo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mpe kisemeo. Tuanze kuulizana maswali ya pesa. Mche mmoja bei yake ni kuanzia 2,000 mpaka 5,000, inategemeana na ukubwa wa mche wenyewe. Kama ule ulioona pale una maua unauzwa shilingi 10,000. Unakuwa kubwa zaidi. Ndio. Lakini kiloa shilingi 2,000 mimi nitapata shida. Hakuna shida. Na ekari moja miche mingapi ya 8 kwa 8? Miche 64. Kizidisha mara 2,000 na kwa shilingi laki moja na 28. Ndio. Si ndio? Laki moja na 28. Mtaji unaanzia kwenye laki moja na 28. Unapanda ekari nzima. Kwani kuleta tukukodi trekta kusafisha shamba ekari moja shilingi ngapi, John? Laki moja. Laki moja trekta kutibua shamba, kuliandaa. Ndio. Jumlisha na laki moja na 28, laki 228. Unahitaji kibarua kusaidia kupanda miche 64? Napanda mwenyewe. Unapanda mwenyewe? Hakuna gharama. Si umeona hiyo? Hayo ukishapanda sio subiri tu miaka 2.5. Ndio. Unaenda kupalilia tu na kuongeza mbolea. Kuna gharama kupalilia kidogo? Kamoja anaanza kupalilia mwenyewe, lakini mbolea itabidi ununue shilingi 22. Iwe laki 2.5. Ndio. Wewe kaongeza shilingi 22,000, alafu ongeza na ile kwa laki 2.5. Mtaji unaanzia. Nani atashinda laki 2.5 hapo? Nani anashinda laki 2.5? Unaweza kushinda laki 2.5. Haya, ndio kuonyesha kupata 2,000 laki 2.5. Meneja NMB huko. CRDB hawajaji. Zinapatikana pale CRDB. Zinapatikana wapi? CRDB, NMB. Oye! Mahembe oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kwa niaba ya wananchi wa Njombe nikushukuru sana kwa kufanya ziara hii. Ziara hii kwa sisi wana Njombe imekuwa ya manufaa makubwa sana. Imeonyesha kile ambacho tulikisema kwamba serikali inawajali wana Njombe. Umekuja umeangalia zao la chai, ukarudi Dodoma ukafanya kazi za bunge, umerudi tena Njombe kuangalia parachichi. Kesho utaangalia barabara yetu Mtoni mpaka Lusitu, utakwenda mpaka Ludewa. Jamani wana Njombe, tupewe nini? Naomba tumshangilie sana mheshimiwa. Ulichokiona hapa ndio kitu ambacho mkoa wa Njombe tunajivunia. Tunajivunia mambo mengi. Tunajivunia mazao ya kila aina. Mazao ya miti, mazao ya chai, na sasa tuna zao kubwa la parachichi. Tunaamini mchango wa Njombe kwenye uchumi wa taifa, zao hili likisimamiwa vizuri, utakuwa ni mkubwa sana. Tunategemea kwamba nchi itaneemeka, wana Njombe wataneemeka, na ile tuliyosema kwenye ilani ya CCM ya kuinua hali za wananchi kwa mkoa wetu wa Njombe itatimia, na tuna matumaini makubwa kwa usimamizi wako hilo linakwenda kutokea. Njombe oye! Mahembe oye! Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mahembe oye! Mheshimiwa Kassim Majaliwa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu mkutano huu ni wa kwako. Katika mkoa huu wa Njombe, kama ambavyo jina la hiki kikundi linavyosema, tuondoke business group. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa huu wa Njombe una fursa kubwa sana ya kuondoka kiuchumi kutoka hapa tulipo kwenda mbali sana kwa kupitia zao hili la parachichi. Na kwa miaka mingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zao hili la parachichi lilikuwa linalimwa kwa maana ya kujikimu. Lakini tumeona kwa miaka hii 2-3 wananchi wamehamasika sana, wameanza kuwekeza sana, wameanza kupata mapato mazuri, ambao tunaona kwa mfano wa eneo hili
sasa tunakuwa na uchumi mzuri sana kwa wananchi wa Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naomba kuongeza mambo mawili. La kwanza ni kuendelea sisi kama serikali kuwasaidia wakulima wetu hawa kupitia maafisa ugani, kama ambavyo tumejadili vizuri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye kikao chako cha wadau wa chai, kwamba sasa tunahitaji maafisa ugani kama kuelekeza waelekezwe na waweze kuwezeshwa kuwafikia wakulima wetu wa zao la parachichi ili waweze kuzalisha kwa tija zaidi, kwa sababu watakuwa na uelewa mzuri, lakini pia wanaweza kupata masoko mazuri zaidi. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikundi hiki wameongelea changamoto ya pembejeo, lakini bahati nzuri kilimo hiki cha parachichi maeneo mengi katika mkoa wetu kuna vikundi vya wajasiriamali wanaojihusisha na kilimo hiki. Mimi naomba niendelee kuhamasisha ndugu zangu wana Njombe kwamba serikali yetu kupitia mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana halmashauri, tuna fursa ya mikopo ya 10% kwa ajili ya wajasiriamali na sisi wakulima tukiwepo. Mahebe oye! Kwa tutumie fursa ile ya mikopo isiyo na riba tuweze kupata pembejeo za kilimo kwa ajili ya kuboresha zao letu la parachichi na kupata mazao yenye tija na kujenga uchumi zaidi. Bahati nzuri wakurugenzi wa mamlaka serikali za mitaa wako hapa, waheshimiwa wakuu wetu wa wilaya wapo hapa, mkuu wetu wa mkoa yuko hapa. Fursa zipo, twendeni tukazitumie, tuondokane na changamoto za pembejeo za zao hili. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa huu pamoja na zao hili la parachichi tuna potential ya mazao mengi sana na hasa matunda. Mkoa huu tunaweza kuzalisha apples kwa wingi sana, lakini mkoa huu tunaweza kuzalisha mazao mengine ya mboga kwa wingi sana. Tumekaa na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwamba tufanye tathmini ili sasa tuweze kuweka utaratibu wa uwekezaji, kuvutia wawekezaji wa kuchakata bidhaa hizi katika mkoa huu ili tuendelee kuongeza thamani na kujenga uchumi. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa kutujali wana Njombe, kwa kututembelea na kuendelea kutuwezesha ili tuendelee kujenga uchumi katika sekta hii ya kilimo, lakini katika sekta nyingine. Mahebe oye! Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Njombe. Lakini kwa sababu ya muda nitaenda moja kwa moja kwenye point zangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikia hapa kwenye taarifa ya wakulima wana changamoto ya mbolea kwamba bei ni kubwa. Lakini kabla sijapendekeza nini kifanyike, ni sifu serikali kwa kazi nzuri iliyofanya ya kuanza mchakato wa kuanzisha bodi ya horticulture ikiwemo na mazao ya parachichi. CCM oye! Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe hii bodi imalizike haraka ili iweze kufanya kazi, lakini vile vile kuna umuhimu sana wa kuanzisha horticulture iingie kwenye zao la kimkakati kutokana na umuhimu wake, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili changamoto kama hizi za mbolea ili zao liweze kuangaliwa maendeleo yake kwa ukaribu zaidi na wakulima hawa waweze kupata tija katika kile wanachokilima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba sana katika swala la export ya parachichi. Mimi naumia moyo sana kama mwakilishi wa wananchi kuona parachichi zetu sisi ambazo ni bora za Tanzania ambazo zinaitwa hasi, wenzetu wa jirani wanakuja wananunua, wakienda kule wanapack, wanaandika kwa nembo yao made in hiyo nchi ninayozungumzia, nafikiri kila mtu ananielewa. Zikienda kule hazionekani kama za wa Tanzania. Ili kulinda soko letu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naiomba serikali tuangalie swala zima la export. Kwanza tukianza kwa kuingia mikataba mizuri na nchi walaji, ili hawa wakulima wetu wanaposafirisha hizo parachichi kwenda nje wawe wako salama, kwa sababu kama tunavyojua zao hili la parachichi ni green gold, dhahabu ya kijani. Kila nchi sasa hivi imekuwa motivated kulima hizi parachichi. Kwa hiyo sisi kwanza tuanze kulinda soko kwa kuweka mikataba mizuri baina ya sisi serikali ya Tanzania na nchi walaji, kuwalinda hawa wakulima wetu wa zao la parachichi iwe na tija, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini vile vile
Nimpongeze Rais Magufuli katika zile ndege 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema kwamba kuna ndege ya mizigo. Kwa hiyo tuna uhakika kusafirisha parts zetu moja kwa moja kwenda nje ya nchi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado tunaweza tukaiangalia reli ya Tazara. Kwenye baadhi ya mabehewa yale ya katika reli ya Tazara kuwe na yawekewe mfumo wa code room, ili sasa hawa wananchi wetu ambao wanalima parachichi, ambao wana hamu sana ya kuexport wao moja kwa moja bila watu jirani kuja kununua hapa, wao wa export kwa niaba yetu, waweze kusafirisha parachichi zao, lakini na mazingira mazuri pale bandarini, mfumo wa code room, ili sasa sisi wa Tanzania wakulima wa parachichi tuweze kusafirisha parachichi zetu moja kwa moja kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hayo tu hayatoshi. Pamoja na miundombinu yetu ambayo inazunguka wakulima wetu ndani ya mkoa wetu wa Njombe na mikoa mingine, tuboreshe miundombinu yetu ya barabara Ramadhani Iyai inatokea kule Mbeya. Huku kote kuna wakulima wa parachichi, lakini kuna barabara ile ya Njombe Lupembe Madeke, kule kote kuna wakulima wa parachichi, lakini barabara ya Njombe Ludewa, Itoni, Manda, kule kote Mheshimiwa Waziri Mkuu kuna wakulima wa parachichi pamoja na mazao mengine. Lakini vile vile barabara ya Makete kwenda Kitulo Isonji mpaka kutokea kule Mbeya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hizi kama zitajengwa vizuri na kumalizika, parachichi yetu tutakwenda kuiuza kwa bei nzuri zaidi. Hatutozungumzia mambo ya kilo 1500, 1800. Tutakuwa tuna export moja kwa moja sisi wenyewe wana Njombe, wabena wa Njombe hapa na wakinga wa Njombe. Tutaanza na sisi kupokea dola. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatamani na sisi kushika dola. Si kwamba hatuwezi kuchange, tutajua kujua change dola moja sana bei gani. Ni hiyo ndio nia yetu. Na vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu fursa hii imeonwa na wananchi nchi nyingi na uzalishaji huu baadaye utaenda kuja kuwa mkubwa zaidi, sisi kama serikali tufikirie namna ya kuanzisha viwanda vya kuweza kuchakata zao hili. Hizi parachichi unaweza ukatengeneza lotion, majani yake unaweza ukatengeneza asali, unaweza ukatengeneza dawa. Kwa hiyo pia kwa kuanzishwa viwanda, hata tunafikiria pia kuanzisha viwanda huko, tutakuja kukuza ajira kwa vijana wetu na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, naomba niishie hapo, na nimefurahi sana umekuja Njombe. Karibu sana Njombe. Hapa tulipo ni Mahebe. Kama walivyozungumza wenzangu, baada ya serikali ya mkoa kuridhia kuwa parachichi liwe ni zao la kimkakati, kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa wananchi na hasa vijana kujishughulisha na kilimo cha parachichi. Kwa takwimu za mwaka jana tulikuwa na wakulima takriban 9130, lakini hata uzalishaji ulikuwa umeshaanza kuongezeka na tulikuwa na tani kama 7100 ambazo zilizalishwa. Kwa hiyo utaona kuwa ni kweli kuwa wananchi wamekuwa na mwitikio mkubwa. Tunayo changamoto kubwa kwenye upande wa soko. Tunacho kiwanda kimoja ambacho kiko nje kidogo ya mji, ambacho nacho uwezo wake ni mdogo. Wanachukua takriban tani 50 mpaka 60 ndio zinaweza kuchakatwa kwa siku moja. Kwa hiyo ni kweli kuwa bado kuna changamoto kwenye eneo hili la soko, lakini ukweli ni kuwa lipo soko kubwa la ndani na nje ya nchi. Wapo wanunuzi ambao wanakuja kununua ambao sio rasmi, ambao wananunua kwa bei ambazo kwa kweli zinaumiza wakulima wetu. Mwaka jana kikundi hiki cha Tuondoke Business Group, kama walivyosema wenyewe, ni moja kati ya vikundi 8 ambavyo vilihudhuria mafunzo ya kuongezea uwezo, ambao baada ya kuwa wamehitimu walipata vyeti ambavyo vimewaruhusu na kuwapa fursa ya kusafirisha parachichi zao kwenda Ulaya. Hii ni fursa kubwa, lakini bado ni wachache sana ambao wanaweza kuitumia kwa sababu ya uwezo kifedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fursa bado zipo. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna eneo moja la uzalishaji wa miche bora. Bado wananchi wanahitaji sana kuwa na miche bora ambayo itawasaidia katika kupanua kilimo chao.
lakini vile vile tunayo mashamba machache sana ambayo ni makubwa. Kwa hiyo utaona kuwa ipo fursa ya kuwekeza kwa maana ya kupanua, kuwa na mashamba makubwa ambayo yatasaidia kuongeza uzalishaji wa zao la parachichi. Lakini sekta muhimu ambayo nadhani kama walivyozungumza walionitangulia ni uwekezaji kwa maana ya kuwa na viwanda vya kuchakata parachichi. Kiwanda tulicho nacho kimoja hakitoshi, na hata hiyo parachichi kidogo inanunuliwa kwa bei ambayo si rafiki kwa wakulima. Kwa hiyo ipo fursa kubwa ya kuwekeza ili tuwe na viwanda vingi ambavyo vitasaidia kuchakata parachichi inayozalishwa, kwa sababu hii parachichi kidogo inayosafirishwa kwenda nje inakuwa ni kidogo na sehemu kubwa inabaki hapa nchini na nyingi inaharibika. Kwa hiyo ni kweli kwa tukipata hivi viwanda vitatusaidia sana kuhakikisha kwa wakulima parachichi yote inayozalishwa inapata soko, na kwa kufanya hivi tutakuwa tumeinua maisha yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafasi yangu ilikuwa ni kusalimia, lakini muhimu zaidi ni kukaribishe ili uweze kuongea na wananchi waliokusanyika hapa. Wako tayari kusikiliza na sisi tuko tayari kupokea maelekezo ambayo tumeyatoa. Asante. Kwa majina naitwa Steven Mlimbila maarufu kama Nemes Green Farm. Kweli ujio wa Waziri Mkuu kweli nimepokea kwa mikono miwili. Ni kitu ambacho sikutarajia kabisa katika maisha yangu, kama siku moja naweza katembea na kiongozi wa kitaifa kwenye shughuli yangu. Kwa kweli nimepokea vizuri na ninashukuru sana serikali kwa jinsi ilivyonisapoti. Kitu ambacho kwa kweli nimefurahi sana. Na ninaamini kwamba sasa kwa kiwango ambacho nimefikia na nitafanya zaidi ya hapa ambapo leo ameona Waziri Mkuu. Kama siku nyingine kirudi na atakuja kukuta nimefanya mambo makubwa zaidi ya haya ambayo nimeyafanya sasa hivi. Natarajia kuwa na vibarua wasiopungua 100 mpaka 200 kutokana na shughuli zangu. Kwanza nafikiri kuwa mwekezaji kabisa, nafikiri kufungua kampuni na kuwa mwekezaji kabisa. Kuna imani kabisa kwamba vijana wengi watapata ajira na watajifunza kwenye hili zao la parachichi kwa ukaribu zaidi. Tunataka kwa kweli viwanda viwe vingi viweze kuchakata bidhaa ya parachichi kwa sababu inatoa vitu vingi sana. Maana yake hiyo sasa itupelekea sisi kupata unafuu wa bei nzuri, kwamba wandani wa soko la ndani watakuwa wanunua na soko la nje watakuwa wanunua. Hii italeta tija nzuri zaidi. Nafikiri kwa kweli itapush kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu mtu kama alikuwa hana uwezo kununua miche, sasa kitu kikubwa kabisa ni kununua miche. Shughuli zingine yeye mwenyewe anaweza kufanya binafsi. Kwa hiyo nafikiri kwa kweli itaongeza uchumi wa kiwango kikubwa sana, na itaongeza vijana waweze, wale ambao walikuwa wanaweza kununua miche waweze kununua miche na waweze kuendesha shughuli ya kilimo cha zao la parachichi. Mimi nawaambia kwa kweli hii ni fursa na imefunguka. Tumetembea na kiongozi mkubwa sababu ameona na amesema atatusaidia kuzangu. Kwa hiyo na imani kwamba na washauri wananchi wenzangu tuongeze bidii ya kufanya kazi kwenye zao la parachichi. Tutapata matokeo makubwa sana kwa kweli. Kwanza mimi nashukuru serikali, ameahidi kiongozi hapa wa kitaifa amesema kwanza kibidi kodi tupunguziwe, tusitozwe kodi sasa hivi kwa sisi wakulima, achukue kwa wale wanunuzi. Kwa maana yake ni fursa kwetu kwa sisi kufanya kazi kwa bidii kwa kiwango kikubwa ili tuweze kupata matokeo mazuri.